Kwa kweli kwa ujumla siku ya leo hii ni siku ambayo ni siku ya muhimu sana, kwa sababu vitu ambavyo tunaendesha navyo leo hapa ndipo ambayo maisha ya mwanadamu kila siku akiamka asubuhi mpaka usiku lazima akumbane navyo. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho mwanadamu akizaliwa kinachofuata sasa ni namna kutunza mwili wake, si ndio ndugu zangu? Sasa namna kutunza mwili wake, wapo wataalamu ambao wametueleza hapa, na si kwamba wanatueleza tu leo, kwamba wataweza kutuelezea namna gani mwanadamu unatakiwa ujue mwili wako unatakiwa uishi vipi, si ndio ndugu zangu? Kwa kweli tumekuwa na changamoto nyingi ya kuwa na magonjwa ambayo yanaambukiza na magonjwa ambayo hayaambukizi, lakini kwa siku yanapelekea wananchi wetu kupata changamoto kubwa. Lakini kwa sababu tumepata elimu ya leo hii kwamba namna gani mwanadamu anaweza akapata ushauri wa kiafya ambao utamsaidia maisha yake, nataka niwaambie watu wa Kalangala na watu wengine ambao mpo mahali hapa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameuzindua mpango huu, na juzi hapa alikuja waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa ambao tunasema waziri wa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe. Bahati nzuri mimi nilipata nafasi ya kushiriki kwenye kikao vile. Alizindua pia mpango huu kimkoa, ambao ulikuwa ni mpango mzuri ambao utusaidia sisi kitaifa, lakini pamoja na kimkoa wetu wa Geita. Kwa kweli mkoa wetu wa Geita ni mkoa ambao tuna changamoto kubwa sana kwenye upande wa lishe, na nichukue nafasi hii kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona mpango huu ni mpango mzuri, utawasaidia wananchi katika wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hususani wananchi wetu ambao wako kwenye maeneo ya chini huku kwenye kata zetu, kwenye mitaa, ambao utawasaidia kujua. Na nimefurahi sana kuona pia hata wanafunzi wamejumuika na sisi. Kwa kweli tuwapongeze sana walimu wakuu wa shule zetu zote ambao tumesema hapa kwa taarifa. Kata yetu ya Kalangala na shule 9 za msingi, lakini na shule 2 za sekondari. Kwa kweli tuwapongeze sana walimu kwa kuona mpango huu na baada kuwasogeza wanafunzi waweze kupata elimu hii. Na nitoe tu, na ndio maana sisi mtendaji amesoma hapa kwenye risala. Sasa hivi kuna maelekezo ya kitaifa, wanafunzi wanatakiwa wapate chakula shuleni. Na kwa kuanza ni haya sio maelekezo ya vitu binafsi, ni kwamba sasa wanatakiwa wazazi kuchangia shuleni. Lakini kwa sababu sisi tumeshaanza mpango huu wa kutembea shule zote, tumeona maendeleo kwa sasa katika wanafunzi wetu kwenye mashule, maendeleo yanaendelea vizuri sana, tujipigie makofi. Kutoka kwenye 5% ya uchangiaji mashuleni, kutoka kwenye 10% watoto kupata chakula shuleni, lakini sasa mpaka sasa hivi tuko zaidi ya 60% katika shule zetu zote za msingi zilizopo katika kata yetu ya Kalangala. Toe wito kwa wananchi wenzangu wa kata ya Kalangala, kuchangia chakula shuleni ni kumchangia mtoto apate afya bora ili aweze kusoma vizuri. Watoto wetu mnavyoona hawa ndio madaktari wa kesho. Watoto tunaoona hawa ndio viongozi wakuu wa kesho. Tunapoona kuna jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais amelianzisha, sasa sisi wananchi tupate kulipokea kwa sababu linatija kwenye jamii zetu. Sisi kwenye kata yetu ya Kalangala uwe ni kwa sababu uzinduzi tumeufanya leo, basi uwe na endelevu katika mitaa yote 11. Ili mwisho wa siku leo tumepata heshima ya kuanzisha mpango huu kwenye mtaa wa Katoma. Natamani mitaa yote iliyopo kwenye kata yetu ya Kalangala, kwa sababu leo hii wanapata huduma watu wa Katoma hapa, lakini tunatamani watu wa Nyerodi, watu wa Nyanza, watu wa Rwenge, watu wa Kivukoni waweze kunufaika na mpango huu. Ili mwisho siku hizi huduma hizi tumeona mpaka bibi zetu wanakuja hapa. Manake watu wana matatizo lakini wanaona namna gani wanaweza kufanya. Na bahati nzuri mganga mkuu amesema hapa kwamba mpango huu tutaenda mpaka kupata madaktari bingwa ambao watakuwa wanawasaidia wananchi wetu kupata huduma. Jambo lingine, nafahamu kama nilivyosema mpango huu utakuwa ni mpango endelevu. Tumeanza hapa, tunaenda katika maeneo mengine ili wananchi waweze kupata huduma hizi. Lakini japo mambo lazima tukubaliane. Lazima hapo tukubaliane kwa sababu ni vitu ambavyo sisi wananchi tunatamani tuende navyo. Kwa mfano, zipo jumbe maalum ambazo lazima pia sisi kama wananchi tuzifuate. Mfano, wapo akina mama wanaopata ujauzito. Naomba nirudie. Wapo akina mama wanaopata ujauzito, lakini mtu anapata ujauzito anakaa nyumbani. Nataka nitoe maelekezo hapa, akina mama ambao mnapata ujauzito, jitahidini basi kwenda kliniki. Si ndio ndugu zangu? Ili kujua maendeleo ya mtoto aliyepo wapi?
tumboni. Tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia, lakini pia kupata utaalamu wa kiafya, kwa sababu kiumbe kilichopo tumboni kinahitaji tujue maendeleo yake ya mtoto, lakini pia tunahitaji tupate maendeleo ya mama ambaye amebeba kiumbe hicho, lakini pia tunahitaji tujue wingi wa damu uliopo kwa mama, wingi wa damu uliopo kwa mtoto. Vitu vyote hivyo huwezi kuvipata kwa mganga wa kienyeji, sio ndugu zangu? Vitu vyote hivyo utavipata wapi? Hospitali zetu. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, tunalolifanya hapa ni moja ya utekelezaji wa kipengele kilicho katika mkataba wa lishe ambao umesainiwa katika nyanja zote hizo, kuanzia ngazi ya eneo mpaka ngazi ya kitaifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika siku ya leo wananchi wanapata elimu juu ya lishe, hii ikilenga kupambana, moja, kwa watoto chini ya miaka 5 kupambana na udumavu pamoja na utapiamlo, kwa sababu limekuwa ni changamoto. Tukishindwa kuwapa watoto lishe bora, mwisho wa siku tunasema tunaishia kupata matokeo ya darasa la 7 au maendeleo ya masomo darasani kutokuwa mazuri. Lakini pia lengo lingine ilikuwa ni kupata elimu kwa mama wajawazito, kuhakikisha mama mjamzito anapata elimu kuanzia tangu siku anapata ujauzito mpaka anapoenda kujifungua. Hii ikihakikisha kwamba mtoto anayempata mzazi huyu, moja, ana zaidi ya kilo 2.5, lakini 2, hana upungufu wa damu mama wala mtoto huyu. Lakini pia mama akipata elimu hii ya lishe akingali mapema, inamkinga mtoto mama huyu kujifungua mtoto ambaye ana changamoto za viungo mbalimbali, moja ikiwepo watoto wanaozaliwa na kichwa kikubwa, lakini pia kuzaliwa na mgongo wazi, lakini pia na ulemavu wa miguu pamoja na mikono.